Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na Mahubiri TV online, nikukaribishe kwenye kipindi chetu kizuri cha Na Tuombe. Kwenye kipindi hiki cha leo tunakwenda kuangalia sehemu yetu ya pili ya mada iliyopita, ambayo imekuwa ni mada ya pekee sana, ambayo inatukumbusha kurudi katika mstari ule ambao ni sahihi, mstari wa Abeli, na kuachana na barabara mbaya ya Kaini. Na katika sehemu ile ya kwanza tuliangalia matoleo haya ya aina mbili, ibada za aina mbili zikiwa zinafanyika. Moja ni ibada ambayo kwa kweli ilimpendeza Mungu, na ibada ya pili ilikuwa ni ibada ambayo ilikuwa haimpendezi Mungu. Tumeona kwenye kitabu cha Waebrania sura ile ya 11 anapoelezea mashujaa wa imani ya kwamba katika mstari wa kwanza mwandishi anaanza kutuelezea imani ni nini. Lakini tunapenda sana fungu la 6 ambalo pia nao linataja kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Na haya ni mafungu mazito sana, ila cha ajabu unaona kabisa ya kwamba katika fungu la 4 anatajwa Abeli na sadaka yake. Nami nimeelezea hili katika somo lililopita ya kwamba tunapoongelea habari ya sadaka tunaongelea ibada. Mtazamo wako usio katika fedha au vitu, maana alikataliwa Kaini na sadaka yake, alikubaliwa Abeli na sadaka yake. Kinachokubaliwa cha kwanza ni mtu, ndipo sadaka yake. Watu wengi wametumia sadaka kama njia ya kumshawishi Mungu, ambalo ni kosa la ajabu sana. Watu wengine wametumia sadaka kama njia ya biashara kati ya wao na Mungu. Ni kweli ziko ahadi kemkem katika matoleo, ziko nyingi katika matendo mema ya kusaidia watu wengine, lakini utakapofanya kwa lengo hilo, umekuwa upande wa Kaini, umeonyesha jitihada zako wewe mwenyewe. Lakini unapofanya kama kumwabudu Mungu, utaona baraka kubwa katika kila tendo la ibada unalofanya. Matendo ya ibada ni mengi sana, inategemea unafahamuje, lakini nia ndiyo inayohukumiwa. Tendo laweza kuonekana zuri kwa nje, lakini kwa vile msukumo wa ndani haukuwa mzuri, haibadilishi tendo hilo kuwa zuri. Sikiliza vizuri, unaweza ukatenda tendo zuri kabisa, kwa nje likaonekana kuwa zuri, lakini kwa vile nia ya ndani haikuwa nzuri, haibadilishi tendo kuwa zuri. Cha kwanza ni nia, ndipo tendo liwe la maana. Mungu atusaidie sana. Tunapoingia sehemu hii ya pili, ninaomba Mungu akusaidie uweze kuelewa kwa kina kile ambacho tumekusudia. Tuombe kabla ya somo la leo. Baba yetu na Mungu mtakatifu, tunapoanza somo letu la siku hii ya leo, ninakusihi ukawe pamoja nami, ukawe na mtazamaji, ukawe na msikilizaji ambaye anasikia kwa njia ya redio, wote ukatuunganishe kuwa kitu kimoja, na upendo wako na neema yako vikaonekane. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Ni washukuru wale wote ambao mmetuma maombi yenu, lakini pia na shuhuda mbalimbali ambazo zimekuwa zikija kupitia namba yetu ya simu, na Mungu aendelee kuwabariki sana. Tunaona Mungu akitenda mambo ya ajabu kabisa kwa njia ambayo hata na sisi tunaishangaa hapa tulipo. Niseme hivi, namba yetu ya kutuma maombi au shuhuda ni 0755932283. Narudia tena, 0755932283. Leo nimevutiwa nianze na ushuhuda mmoja kati ya wasikilizaji wetu na watazamaji ambao wanafuatilia kipindi hiki mara kwa mara. Na kama nilivyosema ya kwamba kwa sababu ya kuendelea kutunza usiri wa mtu, tunapenda shuhuda, lakini nitaangalia kama message inafaa kusoma hadharani nitasoma, kama haifai sitasoma. Hii inafaa kusoma hadharani, japo sitamtaja mtu jina lake. Anasema, mchungaji, Mungu aendelee kukubariki. Ninaishi Mwanza. Nimekuwa nikisumbuliwa na urahibu wa bangi takriban miaka 16 sasa. Ndugu zangu wamehangaika kunisaidia kwa namna nyingi. Ninawashukuru sana kwa jinsi ambavyo wamenisumbukia.
Mimi ni mfuatiliaji mzuri sana wa redio ya AWR. Ndipo nikagundua kumbe kuna kipindi cha TV cha Jumatano chenye mafundisho na maombi. Nimeanza kufuatilia. Nina miezi miwili tangu nifuatilie kipindi hiki. Siku moja ulikuwa walikosea typing kidogo hapa. Ulikuwa unaomba kwa ajili ya watu, ukataja urahibu. Nilishika neno hilo na kuamini imekuwa. Kesho yake nilikuwa na hamu ya kuvuta bangi tena. Nilienda katika kijiwe nikavuta bangi kama ilivyokuwa kawaida yangu. Nikiwa pale nilisema maneno haya: kwa kupigwa kwake mimi nimepona. Mchungaji, huwezi amini, baada ya hapo, ile ilikuwa bangi yangu ya mwisho. Sikurudia tena. Hadi ninapoandika ujumbe huu, ninamshukuru Mungu atendaye zaidi ya tunavyotarajia. Wow. Hizi ni baadhi ya shuhuda ambazo tunazisikia, ambazo watu wanaona matendo makuu ya Mungu ambayo yanafanyika. Siwezi kusoma zote, ziko nyingi. Kuna watu huku wameshapata visa, walikuwa na changamoto ya kupata visa. Kuna mmoja alikuwa anahangaika swala la uraia kule Canada, ametuma ujumbe wake, tayari ameshapata baada ya kuhangaika kwa muda mrefu. Sina maana ya kwamba Mungu hawezi kuingilia mambo yetu, lakini tunapaswa kumpenda Mungu kama alivyo, si kwa sababu ya miujiza anayotutendea, ila kwa sababu anastahili kupendwa. Mungu atusaidie sana. Leo tunaingia sehemu ya pili, usifanye kosa la Kaini. Nikumbushe kidogo pale ambapo tuliongelea sehemu yetu iliyopita, na ukumbusha vitu vichache kidogo. Turudi katika Waebrania ile sura ya 11 fungu la 6. Basi pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, kwa maana kila mtu anayemwendea Mungu ni lazima aamini kwamba Mungu yuko na kwamba huwatuza wale wanaomtafuta. Neno la kwanza wanatamani ulichukue ni kwamba basi pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa hiyo iwe ni ibada unayofanya, iwe ni tendo jema unalofanya, kama hulifanyi kwa imani, kama sehemu ya kumheshimu Mungu na kumtii, hilo tendo halina matokeo mazuri. Ni tendo ambalo limejengwa katika ubinafsi. Hapo ndipo kuna mgogoro. Mchungaji Jackie Sikwera aliandika kitabu kinaitwa Beyond Belief. Ni kitabu ambacho ukikisoma kinakubadilisha kabisa mtazamo wako kuhusu dhambi, haki na uzima wa milele. Ni kitabu hiki ambacho mimi mwenyewe kilinibadilisha sana, na ndani yake ndipo niliposhangaa mambo haya ya kwamba mtu anaweza akatenda matendo mazuri, lakini kwa vile yamesukumwa na nia ya ubinafsi au kujipatia faida, hayana thawabu ndani yake ukitazama vizuri. Lakini ikiwa matendo yetu mema tunayotenda ni matokeo ya Kristo aishie ndani yetu, aliyetubadilisha tabia, kuna matokeo mazuri kabisa. Usije ukachanganya hii na zile natural laws ambazo nimezifundisha. Hapa naongelea habari ya wokovu. Ninapofundisha habari ya sheria za asili, zile hazina uhusiano na wokovu. Ni kanuni za asili zilizowekwa. Gravity force, nguvu ya mvutano, haina mambo ya wokovu ndani yake. Ni kanuni ya asili iliyowekwa ili tuendelee kuishi. Hata hapa nilipokaa, nimekaa kwa sababu ya gravity force. Haitofautishi mchungaji au mtu wa kawaida. Ni kama vile upepo. Upepo utazunguka, utaenda kama kawaida, mashariki, magharibi na kusini. Haina dini. Kwa usije ukachanganya. Ni kwamba kwa mujibu wa kanuni za asili, mtu ambaye atamtendea mwingine jema, hata kama huyu mtu hamjui Mungu, lakini anaingiwa na huruma ya kumhurumia kiumbe mwenzake na kumtendea mema, kanuni ya asili inasema lazima alipwe. Lakini mtu anayetenda mema, iwe ni kusaidia maskini, iwe ni vyovyote vile utakavyohesabu, akiwa na nia ya dhati ya kumsaidia mtu kama matokeo ya kumwabudu na kumheshimu Mungu wake, yeye anapata mara mbili. Yeye atalipwa na kanuni za asili kama kawaida Mungu aliyoziweka. Kwa hiyo atajaziwa baraka,
lakini zaidi anapata uzima wa milele. Mchungaji, hapo sijakuelewa. Tukumbuke kidogo habari ya Kornelio. Kornelio wakati anapotokewa na malaika wa Bwana, anamwambia sala zako na sadaka zako. Angalia, kuna vitu viwili hapa. Ina maana alikuwa anasali, lakini pia alikuwa anatoa sadaka. Sala zako na sadaka zako zimefika. Kwa inabidi avuke levo ya matoleo ya kawaida, aingie kupata wokovu. Kwa sababu alichokuwa anakifanya yeye ni kwa ajili ya Mungu. Ilikuwa ni sala kwa Mungu. Ila alikuwa anamjua kwa kidogo sana. Kwa usije ukachanganya mafaili hapa. Mpagani yeyote ambaye atakuwa mkarimu, akakarimu watu, kwa kuwa anafurahia kufanya ukarimu, atapata thawabu. Hata kama ni mpagani. Na thawabu yake ni kulipwa hapa duniani. Lakini mcha Mungu akifanya yale yote ambayo Mungu anayataka kama matokeo ya ibada, yeye anapata ziada. Anapata hapa duniani, lakini zaidi sana uzima wa milele. Ndicho Yesu alichomwambia Petro, sisi tulioacha yote tukakufuata tutapata nini? Akasema duniani mara 100, lakini zaidi uzima wa milele. Ijapokuwa kuna wakati Mungu anatutendea mema, ila si kwa mtazamo wetu. Yapo mambo ambayo wewe unaweza ukaona kama vile sio mema, lakini mbele za Mungu ni mema, kwa kuwa yeye ana akili kuliko wewe. Kwa alishakutendea. Siku akili yako ikifunuliwa kiroho, ndipo utagundua kile kitu ambacho Mungu alikutendea kilikuwa ni bora kuliko Mercedes Benz. Japo ulikuwa unataka Benz. Ndiyo maana inatakiwa akili yetu iwe katika mtazamo wa kiroho zaidi. Basi pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Unahitaji Mungu umpendezeshe, unahitaji Mungu uweze kumpa tabasamu kama kweli ingekuwa ni mwanadamu mwenzetu, ingekuwa ni lugha ya kibinadamu inatumika hapa. Unataka Mungu asmile, basi uwe ni mtu wa imani. Kila tendo lako litendeke kwa imani. Hicho ndicho cha msingi sana. Azasikia. Unapotazama kwenye kitabu cha Mathayo sura 15 fungu la 8, anasema watu hao uniheshimu kwa midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali nami. Nikasema kabla ya kutenda tendo lolote lile, iwe ni sadaka, iwe ni nini, hakikisha moyo wako, nia ya ndani iko na Mungu au na target yako. Kama una target ya kudraw attention, watu wakuoni kwamba wewe pale kanisani mchangiaji, zero. Ila kama nia yako kweli ni kuisapoti kazi ya Mungu ili iweze kuenda, una thawabu yako na Mungu atakutendea mema na Mungu atakulipa. Daudi akamwambia Mungu, niumbie moyo safi. Alafu sehemu nyingine anamwambia Mungu, nichunguze. Usidhani kwamba Mungu hamjui Daudi. Hapana. Daudi anapomwambia Mungu nichunguze au niumbie moyo safi, neno anapoanza kwamba nichunguze moyo wangu, chunguza ndani yangu kama kuna njia iletayo majuto, hana maana ya kwamba Mungu hajui moyo wa Daudi. Ila Daudi anataka kumwambia Mungu, nifunulie ili niweze kuona ndani yangu ya kwamba hata pale nilipokutendea nia yangu ilikuwa safi. Lengo langu ilikuwa ni nini? Nijitolee mfano mimi mwenyewe ninayeongea na wewe leo. Nisitoe mfano wa kwako wewe. Natengeneza vipindi. Naongea na wewe. Vinaruka kwenye YouTube. Vinaruka maeneo mbalimbali. Mungu anaweza kutumia vipindi hivyo hivyo kumwokoa mtu ambaye mimi simjui, ambaye ni wewe hapa. Lakini inapokuja kwa hoja ya mimi kuangaliwa thawabu yangu ni ipi? Mungu anajaji nia ya mimi kutengeneza kipindi. Kwa Mungu anachoniuliza mimi ni kwamba wakati unatengeneza ile mada, ukaamua kamera ichukuliwe, urekodiwe, lengo lako ilikuwa ni nini? Lengo ilikuwa ni kusambaza habari njema na kuwapa moyo watu waliovunjika mioyo ili warudi katika mstari, kama matokeo ya kunijua mimi kwamba mimi ni upendo na ninahurumia watu wangu. Kama hilo ndilo lengo, una thawabu yako. Lakini kama lengo ni ili uonekane na kuwa popular, uwe maarufu, kama hilo ndilo lengo, wako watu wataokolewa kweli, lakini huna thawabu, maana nia yako ni chafu. Hivyo ndivyo Mungu anavyoongea na mimi. Kwa nitakesha, nitasoma vitabu, nitaandaa mada, lakini ikiwa lengo langu ni kutafuta umaarufu na kujulikana, Mungu ananiwekea mkasi. Simple, haijalishi mimi ni nani. Lakini ikiwa nia yangu ni kwamba wewe unanitazama uweze kuokolewa, ikiwa nia yangu ni kwamba wewe ambao umevunjika moyo upate nguvu mpya, Mungu anasema na mimi ninapenda huduma yako kwa sababu una nia ya kusaidia watu.
Na hii nalikazia sana kwamba unapoleta maombi yako, Mungu nibariki biashara yangu, nia yako ya kubarikiwa biashara ni nini? Usije ukatoa sadaka ya Kaini bila kujua. Kama nia yako ya kubarikiwa biashara yako ni ili uweze kuwa baraka kwa watu, humanity, hiyo ndio target yako, Mungu anasema nitakubariki. Kuna watu wengi hawajaona matokeo ya maombi yao kwa sababu nia bado sio safi. Inahitajika utakaso wa nia kwanza. Hicho ndio kitu cha msingi. Muombe Mungu kwanza akufunulie, ili kama kuna maeneo kwenye moyo wako bado yana madhaifu, Mungu hawezi kuondoa, ili nia safi ndio iweze kukaa. Unahitaji Mungu akupatie ajira uweze kupata kipato. Lengo lako ni nini? Ni kweli ni haki yako ya msingi kujihudumia, ni haki ya msingi kuhudumia familia yako, ni haki yako ya msingi kuhudumia watu wengine. Ni sahihi kabisa. Lakini hebu badilisha nia yako kuanzia leo. Nia yako iwe humanity, iwe ni watu wamtukuze Mungu, watu wayaone matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Ninaona mengi katika huduma yangu hii ambayo Mungu amenipa ya kichungaji, lakini ushauri na saha, ninakutana na watu ambao vitu ambavyo wanafanya vinasababisha ninyenyekezwe zaidi. Na mimi natamani tuweze kufikia hii level nzuri kwa imani. Watu hawa uniheshimu kwa midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali nami. Mungu hataki matendo matupu ya kidini. Anatafuta waabudu wa kweli ambao wanamwamini kwa moyo wote. Siku moja nikatoa mfano ya kwamba unaweza ukafanya jambo lifuatalo kwenye makanisa yetu. Kwa mfano, sijajua mazingira watu wengine, siongelea habari ya Marekani, Canada na kwingine, naongelea habari ya kwetu Afrika. Kwenye makanisa yetu kuna wale mashemasi au wafanya usafi ambao wamechaguliwa na kanisa kwa ajili ya kufanya kazi au usafi kwenye makanisa. Wengine wanalipwa mishahara, wengine wanajitolea. Kuna siku unaweza ukaamua, haijalishi una cheo gani, unanisikiliza na kunitazama, uwe ni katibu mkuu wa wizara, ni mkurugenzi katika mahala fulani, katika kampuni, ni manager ama ni nani, wakati wa funga yako kwa umefunga, moja ya sadaka ambazo unaweza kuzitenda ni kwenda kufanya usafi kanisani. Lengo lake ni nini? Lengo sio watu wa kuone. Lengo ni kuonyesha Mungu ni mkuu kuliko cheo chako. Anafagia, anafanya usafi, anapanga mabenchi. Nani yule? Asema ni mtu fulani huyu, ana cheo fulani. Na ukuta mwingine wakati anafanya, kuna hata walinzi wake wako pale wanaona. Kwa nini anafanya? Anamfanyia Mungu. Wow. Mungu. Naongea hivi kwa mifano, ila kuna vitu vingi kama hivi ambavyo unaweza ukafanya. Viko vingi. Vingine hata kuviongea unashindwa kutoa mifano yake sahihi ili watu waweze kubeba kama inavyotakiwa, wasije wakabeba upande mwingine mbaya. Lakini Mungu anahitaji watu kama hao, wamwabudu katika roho na kweli, kujua Mungu yupo hata kama humuoni kwa macho. Abeli, tofauti yake ni kwamba Abeli alielewa kanuni kuu ya ukombozi. Aliona kwamba yeye ni mwenye dhambi na alitambua dhambi na adhabu yake. Mauti zimesimama kati yake na uhusiano na Mungu. Alimleta mnyama aliyechinjwa, maisha yaliyotolewa kafara. Hivyo akakiri madai ya sheria iliyovunjwa. Rafiki yangu unanitazama, Abeli alielewa umuhimu wa dhabihu ya upatanisho. Alitambua hali yake ya dhambi. Alijua kuwa damu pekee ndiyo inaweza kuleta ondoleo la dhambi. Sadaka yake haikuwa tu tendo la kutoa, ilikuwa ushuhuda wa hitaji lake la ukombozi na imani yake katika ahadi ya Mungu ya Mwokozi.
Kumbe tofauti yake na Kaini ni kwamba alitambua yeye ni mwenye dhambi. Alitambua hauwezi kupata wokovu kwa njia nyingine isipokuwa damu kama maelekezo. Kaini alitumia jitihada zake binafsi, akachagua njia yake mwenyewe, kama vile leo watu wanaotumainia matendo yao mema kupata wokovu wapo katika barabara ya Kaini, lakini wanaotumainia matendo mema ya Yesu, haki kwa njia ya imani, wako barabara ya Abeli. Maana yake ni nini? Endapo unaamini ya kwamba una tendo lolote jema unaloweza kulifanya ili uweze kuokolewa, basi Yesu alikufa bure. Lakini endapo unaamini ya kwamba huwezi kuingia mbinguni isipokuwa kupitia kafara ya Yesu Kristo, na matendo yake mema yanafanywa kuwa yako, na ya kwako yote yalifanywa yale mabaya kuwa ya kwake, akafa msalabani kwa ajili yako, ukiamini hili unaokolewa, na umeshaokolewa tayari. Hiki ndicho ambacho kileta tofauti kubwa kati ya Kaini na Abeli. Kwa upande mwingine, Kaini alishindwa kutambua haja yake ya upatanisho. Yaani alitafuta mambo yake yeye mwenyewe, alitafuta mawazo yake yeye mwenyewe, alitafuta akili zake yeye mwenyewe, badala ya kutafuta akili na mawazo ya kimungu zaidi. Hapa ndipo ambapo yeye alichemka. Aliamua kumtolea Mungu sadaka kulingana na mawazo yake mwenyewe badala ya kufuata maagizo ya Mungu. Alitoa sadaka ambayo iliwakilisha juhudi za kibinadamu badala ya mpango wa Mungu wa wokovu. Hii inaonyesha kuwa imani si tu shughuli za kidini ndiyo inayofanya ibada iwe yenye maana na kukubalika kwa Mungu. Mchungaji, unamaanisha nini? Chochote unachofanya mbele za Mungu usikione kwamba kimetosha. Ona ya kwamba Mungu alichokutendea ni zaidi ya kile ulichokitenda, ila Mungu anapokea tendo lako zuri la ibada, si kwa sababu liko kamili, ila ni kwa sababu Yesu analikamilisha kwa neema na damu yake. Lakini siku utakapojiona ya kwamba kile ambacho unakifanya iwe ni ibada iwe ni nini, Mungu anakutendea kwa sababu ya kile ulichokifanya, umekuwa katika barabara ya Kaini. Sadaka ya Abeli ilikubaliwa kwa sababu ilitolewa kwa imani. Sadaka ya Kaini ilikataliwa kwa sababu ilitokana na kujitegemea badala ya kumtegemea Mungu. Mimi ile habari ya mimi nimefanya. Au hamjui sisi ndio tulijenga ili kanisa? Au hamjui sisi ndio tulisababisha ikwaya iwe kubwa kiasi hiki? Au hamjui kwamba sisi ndio mimi? Sadaka ya Kaini. Je, tunamwendea Mungu kwa imani ya kweli au tunafuata mazoea ya kidini? Unapoambiwa mje kanisani siku ya Jumatano kwa ajili ya ibada pale kanisani, unaenda pale kanisani kwa sababu ya mhubiri aliyekuja au kwa sababu ya kumwabudu Mungu? Unapoambiwa siku ya Sabato uende kanisani pale, unaenda kanisani, kinachokupeleka, kilichokufanya uende pale ni nini hasa? Kikubwa ni nini? Ni kumwabudu Mungu au ni nini? Mtu ambaye amekuja kumwabudu Mungu huwa hahangaishwi na vitu vingine vikamtoa nje ya mstari. Ukifika pale lengo lako ni ibada. Na kama lengo lako ni ibada kwa Mungu, hata kama utakuta ya kwamba siku hiyo kuna jambo limetokea ambalo sio zuri kwa mpangilio wa kibinadamu wa kidini, wewe utafocus kwenye ibada, hutahangaika na hivyo vitu. Anayehubiri pale amevaa tai hajavaa tai, haikuhusu wewe. Issue yako wewe ni ibada. Anayehubiri pale unamfahamu humfahamu, huhangaiki na wewe. Lengo lako ni ibada. Lengo lako hasa ni nini? Ni mazoea au ni kumwabudu Mungu? Anayehubiri pale ana PhD au ana masters, ana degree au darasa la 7, haichangii ibada yako. Haichangii ibada yako. Hoja pale ni ibada. Hata sisi na tuona tunaongea namna hii, tunajaribiwa kutoa focus ya ibada na kuileta kwetu, ambalo ni kosa, na Mungu atanihukumu mchungaji kama anavyokuhukumu wewe. Wakati wa ibada, siku ya Sabato, ibada inafanyika pale.
Lengo letu ni ibada, lengo sio masters ya psychology niliyosoma. Yaani whether nimesoma au sijasoma haichangii chochote katika ibada. Uzoefu wangu na mahubiri mengi niliyofanya haibadilishi ibada ya Mungu, yaani haichangii chochote. Wakati mwingine hata usione vibaya umetambulisha simple, tuko na mchungaji Mbaga basi. Haya mengine yote ya kwamba ni mkurugenzi, yuko kule sehemu fulani, yana mchango gani katika ibada ya Mungu kwa wakati huu? Hilo swali la kujiuliza. Imani ndiyo msingi wa ibada ya kweli. Bila hiyo sadaka zetu, iwe ni wakati, huduma au rasilimali, zinakuwa ni matendo matupu. Mungu anatafuta waabudu wa kweli wanaomkaribia kwa imani, wakitambua mamlaka yake, rehema zake na mpango wake wa wokovu. Kama vile imani ya Abeli ilimfanya apendwe na Mungu, vivyo hivyo imani yetu leo inaamua uhalisi na ukubalifu wa ibada yetu mbele za Mungu. Hili ndilo ulizingatie sana katika maisha yako. Kwa hiyo unapoenda kutoa sadaka yako pale kanisani, humpi mchungaji, hutoi kwa ajili ya kanisa la Magomeni, hutoi kwa ajili ya kanisa la Mwenge, hutoi kwa ajili ya kanisa la Goma kule DRC, hutoi kwa ajili ya Lavington kule Nairobi. Sicho unachofanya, unatoa kwa ajili ya Mungu. Ukijua kwamba unatoa kwa ajili ya Mungu, hapa ndipo umefanikiwa kufanya ibada kwa matoleo. Humpi mshahara mchungaji wewe, ila Mungu amekusukuma wewe mwe partner katika kazi ya huduma. Ni Mungu anaamua tu kwamba nawe nakushirikisha. Na ukuta Mungu ameingia ndani ya moyo wako kwa njia ya Roho Mtakatifu, akakwambia toa sadaka kwa ajili ya kitu fulani, anakufanya kuwa partner. Sio wewe ndiye mwezeshaji wa hicho kitu, ila ni kwamba Mungu ameamua kukushirikisha. Nimewaambieni hivi, tunamhitaji Mungu zaidi kuliko Mungu anavyotuhitaji sisi. Kinachofanya Mungu atubebe sisi mpaka sasa hivi ni upendo wake. Ni kwa sababu ni upendo, sio kwa sababu ya faida. Mungu ana uwezo wa kuumba binadamu mwingine bora kuliko wewe, lakini Mungu anakupenda wewe kiasi kwamba hakuangamizi. Ukielewa hili, ibada yako itaanza kubadilika kuanzia leo. Ukifika kanisani, je, umekuja kumwabudu Mungu? Umepata kiti cha kukaa, mshukuru Mungu. Hujapata kiti, wewe fokasi yako ni ibada. Kuna mtu amekutibua ulivyoingia kanisani, mtu hawezi kukutibua ukatoka katika uwepo wa Mungu. Usikubali hicho kitu, hizo ni interactions. Ninajua kuna watu wengine unakuja kanisani na unakutana na bomu kubwa sana. Linatoka kwa mchungaji, linatoka kwa shemasi, linatoka kwa nani? Huyo ni Kaini, anakuondoa katika mstari. Usikubali hayo mambo. Usizire kumwabudu Mungu kwa sababu ya mtu. Utaona jinsi ambavyo Kaini alikosea sasa. Mungu anaposema kupitia mwandishi wa kitabu cha Ibrania ya kwamba dhabihu ya Kaini ilikuwa bora, maana yake ni nini? Tunapoongelea ubora hapa tunaongelea kitu gani? Waebrania 11 fungu la 4 anasema Kaini na Abeli wote walimtolea Mungu sadaka, lakini maandiko yanamtaja Abeli kuwa alitoa sadaka iliyo bora zaidi. Nini kilifanya sadaka ya Abeli kuwa bora kuliko ya Kaini? Unakumbuka ile story ya yule mama mjane ambaye nimeeleza kwenye kipindi kilichopita, ya kwamba yeye Yesu alimsifia kwamba alitoa kuliko wale Mafarisayo ambao walitoa mali nyingi. Issue ilikuwa ni ubora. Yesu anawaambia wanafunzi wake, huyu mama ametoa vyote alivyo navyo, lakini hawa mnaowaona wametoa mali nyingi ni sehemu ndogo wa kile ambacho wanakimiliki. Hiyo ndio tofauti yake. Mungu atusaidie sana. Ni nini hasa kimeleta hii tofauti? Tofauti haikuwa tu katika vitu vilivyotolewa kama sadaka, bali katika imani, utiifu na mtazamo wa moyo uliokuwa nyuma ya matoleo, ambalo hili nimelikazia na kurudia: nia, mtazamo. Asili ya sadaka zao. Sadaka ya Abeli, hebu tuanze kuiangalia. Ilikuwa ni mzaliwa wa kwanza, dhabihu ya damu. Nenda vizuri hapa. Abeli alitoa mzaliwa wa kwanza wa kundi lake pamoja na sehemu zake bora kama sadaka kwa Mungu. Sadaka yake ilikuwa dhabihu ya damu, ikionyesha hitaji la upatanisho wa dhambi. Alitii maagizo ya Mungu na kuonyesha imani katika mpango wa Mungu wa ukombozi.
Moja ya mada zangu zilizopita niliwahi kuongelea hili, nikasema kama mgogoro wa Kaini ilikuwa tu kutoa mazao, Mungu asingelikuja kudai tena mazao kwenye Torati kama sadaka. Baadaye kuna sadaka za vinywaji ambayo ilikuwa ni divai, kuna malimbuko ya kwanza ya mazao na ya nchi Mungu alihitaji kama sadaka katika kitabu cha Torati, kuna sadaka ya unga, kuna sadaka ya mikate. Mungu huyu anamkataa Kaini anapotoa mimea, anakuja kuhitaji tena sadaka hizi kwenye Torati. Mbona kama kuna contradiction hapa? Hoja sio kile alichokitoa hasa, hoja ni maelekezo yaliyotolewa. Kuna watu Mungu anakusemesha ndani ya moyo, katende hivi, lakini kile ambacho Mungu anakusukuma kutenda kinapingana na matakwa yako. Utatii hisia zako au sauti ya Mungu? Kijana mmoja ambaye najua ananitazama, yeye na familia yake wako kule Marekani, alikuwa na changamoto ya watoto wake wawili ambao anaishi nao. Kwa hiyo ilikuwa apate msaada kutoka serikalini, na wakati huo akawa anapata changamoto za kupata ule msaada. Akawa ameweka nadhiri ya kwamba Mungu akimsaidia apate msaada wa watoto wake, ule msaada wote atakaopewa atautoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Ilikuwa ni jaribu zito sana, maana kuna vitu vilikuwa vinaleta upinzani asipate ule msaada kabisa. Siku moja ananitafuta, nakuta message nyingi sana. Anaambia, mchungaji, nahitaji unisaidie, nafanyaje? Basi kabidi nimtafute kumuuliza kuna jambo gani. Akanambia, niliweka nadhiri kwa Mungu ya kwamba Mungu akinisaidia niweze kupata kiasi hiki cha fedha kwa ajili ya watoto wangu, nitakitoa chote kwa ajili ya huduma ya kiroho mahala fulani. Sasa saa imefika, vikwazo vyote vimeondoka. Ile pesa nimepewa ni nyingi, kama sijakosea ilikuwa zaidi ya dola 9,000. Yaani hata unaitazama pale unawaza hivi, hii yote naipeleka, lakini ilikuwa ndio nadhiri. Yeye na mke wake walifanya kitendo cha ushujaa cha kutimiza kile ambacho walimwambia Mungu. Baada ya hapo, kuna mambo ya ajabu yametokea. Ukisikia shuhuda zao unashangaa. Sina maana kwamba maisha yao yamekuwa tu ni tambarare, hapana. Yaani changamoto zikija, mlango wa kutokea, zikija, mlango wa kutokea, zikija, mlango wa kutokea. Na hata juzi tu amenitumia message, kuna kingine tena kimeongezeka tena. Ina maana kama angetii hisia za kibinadamu za kawaida, asingelipaswa kufanya vile. Maana hata mimi wakati ananiambia, nilijiliwa na maswali kama binadamu, nikajiuliza wataishije watoto ambao hii pesa ndio ambayo inatarajiwa iwasaidie na umepewa na serikali. Ilikuwa ni jambo gumu sana kwangu hata mimi mwenyewe, lakini mimi nilikuwa najikaza ili nisije nikaonyesha ubinadamu wangu, nimwache mtu, maana na mazungumzo yake na Mungu wake, ametafuta tu sauti ya Mungu ipitie kwangu. Nikamwambia songa mbele, lakini namwambia songa mbele, kuna mimi najiuliza watoto wataishije? Mungu atusaidie sana. Mnajua yule mwingine wa Canada ambaye alikausha akaunti yake kwa ajili ya kujenga kanisa, ni mambo ambayo ukimsimulia mtu mwingine atakuona kama akili zako haziko sawa sawa hivi. Sikiliza vizuri. Ukiangalia Abeli alitoa mzaliwa wa kwanza wa kundi lake pamoja na sehemu zake bora kama sadaka kwa Mungu. Yeye alikuwa anatoa the best, kile kilicho bora kuliko vyote. Sadaka yake ilikuwa dhabihu ya damu, ikionyesha hitaji la upatanisho. Njoo tuangalie sadaka ya Kaini sasa. Twende vizuri. Mazao ya ardhi. Wakati inaonekana kabisa Mungu alitoa maelekezo ya kwamba mnyama atolewe kama ishara ya ondoleo la dhambi, yeye akaona hoja ni kutoa tu, akatoa mazao ya ardhi. Kaini alitoa mazao ya ardhi, lakini hayatajwi kuwa yalikuwa mazao ya kwanza au bora zaidi. Huwezi kukuta katika Kiswahili tunavita visifa. Huwezi kukuta sifa zikitajwa za hii sadaka. Ile inatajwa noun kama ilivyo, nomino kama ilivyo, sadaka ya mazao ya ardhi, lakini haitajwi katika ubora.
Angalia ya Abel inatajwa katika ubora, wazaliwa wa kwanza na sehemu zilizonona. Kuna sifa zinaongezeka hapo. Sadaka yake haikuwa na damu, ila damu ilikuwa ya muhimu kwa ondoleo la dhambi na upatanisho. Pasipo kumwagika damu hakuna ondoleo. Haisemi pasipo kuwa na juisi. Njia yake ya ibada ilionyesha kutegemea matendo yake binafsi badala ya kumtumaini Mungu kwa wokovu. Unaingia mbinguni kwa sababu ya neema, sio kwa matendo yako. Kwa nini damu ilikuwa ni muhimu? Kanuni ya dhabihu ya damu ni msingi wa mafundisho ya Biblia. Waebrania 9:22. Naam, kadri ya sheria karibu kila kitu chaweza kutakaswa kwa damu, na dhambi nazo zaondolewa tu ikiwa damu imemwagwa. Hadi leo tuna makundi mawili ya watu: wanaoamini matendo yao kwa ajili ya wokovu na wanaoamini damu ya Yesu kwa ajili ya wokovu. Wanaoamini matendo yao kwa ajili ya wokovu huwa wana kiburi na kujiona wao wako vizuri kuliko wengine, na wanapowatazama wengine wanaona ni wadhambi kuliko wao. Wanaoamini matendo ya Yesu Kristo na haki kwa njia ya imani, yaani neema kwa ajili ya wokovu, wao wakimwona mtu ambaye anaonekana kuvunja sheria ya Mungu, badala ya kumponda mawe, huyu mtu anamuona katika jicho la neema, akitamani na yeye akutane na Yesu ili aweze kubadilishwa. Maana huyu naye moyoni mwake anasema, hata mimi isingekuwa Yesu nisingekuwa hivi nilivyo. Wa upande huu kazi yao ni kusonda vidole kwa wenzao. Wa upande huu kazi yao ni kuwasondesha vidole wa dhambi kwa Yesu. Tofauti kabisa. Hawa wanasema yule ni mdhambi, yule yuko hivi, yule yuko hivi. Hawa kazi yao ni hii: mtazame Mwokozi uishi, mtazame Mwokozi uishi. Alinisaidia hiki, alinisaidia hiki, anaweza kukusaidia. Hiyo ndio tofauti kubwa ambayo inaonekana hapa. Tangu mwanzo Mungu alionyesha kuwa dhambi inahitaji dhabihu ya damu. Wakati Adamu na Hawa walipotenda dhambi, Mungu aliwavalisha mavazi ya ngozi. Mwanzo 3:21. Jambo hili lilionyesha kuwa maisha ya kiumbe asiye na hatia yalihitajika kufunika hatia yao. Ilikuwa ni dalili ya Yesu Kristo ambaye anakuja kufa asiye na hatia kwa ajili yetu sisi wenye hatia. Na hii ndiyo ambayo inatufanya tuendelee kuwa wanyenyekevu, maana wokovu wetu ulitokana na asiyekuwa na hatia. Sisi wenye hatia tukaokolewa na asiyekuwa na hatia. Huwezi kuwa na chembe ya kiburi ukitambua hili. Hii litabiri dhabihu ya Yesu Kristo, mwana kondoo mkamilifu wa Mungu, ambaye angekuja na kujitoa kama sadaka kwa ajili yetu. Sadaka ya Abeli ilitabiri dhabihu ya upatanisho ya Kristo. Yohana 1:29. Kesho yake Yohana alimuona Yesu akimjia, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Alimuona Yesu kama mwana kondoo. Alijua amekuja kuichukua dhambi ya ulimwengu. Imani ya Abeli katika ahadi ya Mungu ya mkombozi wa baadaye ilifanya sadaka yake kukubalika, ili hali sadaka ya Kaini ilitolewa bila imani ikakataliwa. Ni sawa na mtu ambaye anatoa michango kanisani, ananung'unika, michango imezidi, michango imezidi. Huyu mtu sadaka yake haiwezi kukubalika. Lakini kuna mtu akisikia michango inatajwa, leo tunamchangia fulani anaumwa hospitali, leo tunachangia matofali kwa ajili ya ujenzi, leo tunachangia mkutano wa injili utafanyika sehemu fulani, leo tunachangia baskeli kwa ajili ya mwinjilisti, leo tunachangia pikipiki kwa ajili ya mtumishi wa Mungu aliye sehemu fulani. Huyu mtu akisikia anasema, hata kama leo sina pesa mfukoni, nilicho nacho chochote natoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Mungu ameniita. Huyu mtu sadaka yake inakubalika kwa sababu ya nia na furaha alionayo kwa ajili ya Mungu. Kwenye kitabu kinaitwa SD Bible Commentary volume ya kwanza ukurasa wa 1087 ninanukuu, sadaka ya Kaini haikukubalika si kwa sababu ilikuwa ya mazao ya ardhi, bali kwa sababu ilitolewa bila imani na bila uelewa sahihi wa mpango wa Mungu wa wokovu. Huo ndio mgogoro. Uelewa sahihi. Ndio maana nikwambia baadaye Mungu anakuja kudai mazao tena, lakini hapa anakataa. Kwa nini? Issue ilikuwa maelekezo yalikuwa sio mazao. Ndio maana mtu ananiuliza, je, mchungaji, ninaweza nikachukua zaka
nikawapa maskini. Kama we ni Muislamu ni sawa, maana kwa mujibu wa mwongozo wa kitabu chao wanaweza wakafanya hivyo, lakini kwa mujibu wa Biblia, Torati, sio hivyo. Zaka ina matumizi yake, na ukija kwenye sadaka ina matumizi yake, lakini sadaka kusaidia yatima na wajane ni nyingine tofauti kabisa. Kwa hiyo unaweza ukajikuta kwamba umetoa kitu tofauti na maelekezo ya Mungu. Kosa la Kaini halikuwa tu kwamba alileta mazao badala ya wanyama wa dhabihu, bali ilikuwa mtazamo wake wa moyo na ukosefu wa imani. Alikataa kutambua hitaji lake la upatanisho. Aliamini kuwa matendo yake binafsi yalitosha kumpendeza Mungu. Badala ya kunyenyekea na kufuata maagizo ya Mungu, Kaini alijaribu kumwabudu Mungu kwa njia yake mwenyewe. Hii inatufundisha kwamba imani na utiifu ni muhimu katika ibada zetu. Mungu hataki sadaka zetu kwa misingi ya matendo ya kibinadamu, bali kwa imani inayotambua hitaji letu la wokovu kupitia Kristo Yesu. Kwa lugha nyingine, kila unapotoa sadaka yako iwe ni matokeo ya kuappreciate, kutambua huduma ya Kristo katika maisha yako. Kosa kuu la Kaini ni ibada bila imani sahihi, ni kujipangia yeye mwenyewe. Mathayo 15:9, nao waniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Hicho ambacho wewe umeelekezwa, aliyekuelekeza ni Mungu au ni mtu? Nataka ufuatilie sentensi zifuatazo kwa umakini. Wale ambao mnaangalia kwenye skrini utaiona sentensi hii vizuri. Wale ambao mnafuatilia kwa njia ya redio utanisikiliza vizuri. Kukataliwa kwa sadaka ya Kaini kunaangazia kosa la kawaida la kiroho, kumkaribia Mungu bila imani, toba au kutambua hitaji la Mwokozi. Kama hujitambui kwamba unahitaji Mwokozi, ibada yako ni bure. Watu wengi leo kama Kaini wanajaribu kumwabudu Mungu kwa kutegemea matendo yao wenyewe badala ya kumwamini Kristo kwa wokovu. Wanadhani kuwa kwa kufanya kazi njema, kushiriki ibada, kutoa sadaka au kutii sheria za dini pekee wanaweza kumpendeza Mungu bila kuwa na imani ya kweli katika Kristo kama mkombozi wao. Hasira ya Kaini baada ya sadaka yake kukataliwa ilifunua zaidi moyo wake wa uasi. Badala ya kutubu na kutoa dhabihu inayokubalika, alihisi wivu, akawa na uchungu na hatimaye akamuua ndugu yake kwa sababu ya wivu. Hadithi yake ni onyo dhidi ya kujaribu kumwendea Mungu kwa masharti yetu wenyewe badala ya kufuata mapenzi yake yaliyofunuliwa. Utaijuaje hii kwenye makanisa yetu? Huduma zetu kanisani zikishaanza kuingiwa na roho ya ushindani, ni roho ya Kaini. Nani anaimba sauti ya kwanza vizuri? Roho ya Kaini. Nani hapa? Yaani unaanza kuingiwa na roho ya wivu, roho ya wivu, roho ya wivu. Nani yuko bora? Kwa nini amenizidi? Leo wewe ni mzee wa kanisa, unaanza kuangalia kwamba makosa ya mwenzako aliyopita ili uweze kumfunua, ili uonekane wewe kuwa bora kuliko yeye. Roho ya Kaini. Wewe leo hujachaguliwa kuwa mzee wa kanisa, mwenzako ndio amekuwa mzee wa kanisa. Unatafuta kila namna ya kumwonyesha yeye hafai. Amekuwa ndio mwenyekiti wa kwaya, yeye sio. Kila mmoja anamshambulia mwenzake. Popote katika huduma zetu za ibada, iwe ni matoleo, iwe ni huduma za uongozi, iwe ni chochote kile, kama unatenda kwa kuonyesha wewe ni bora kuliko mwingine na kwa kumchafua mwingine, unatoa sadaka ya Kaini. Huwezi kukuta katika Biblia Abeli anajadili sadaka ya Kaini, ila utakuta Kaini anajadili sadaka ya Abeli. Haya ndiyo mambo ambayo tunaona katika kila maeneo ya kazi. Unapomwona mtu yeyote kazini, maofisini, anamwonea wivu mwenzake, amesikia dalili ya kwamba mwenzake anasifiwa sana, anaweza akapanda cheo, anaanza kumchafua akidhani ya kwamba kwa kumchafua yule yeye atapata kile cheo. Ni sadaka ya Kaini, na utaona matokeo yake katika maisha yako. Nataka nikuambie leo uweze kuelewa yafuatayo, na Mungu akusaidie uweze kuyabeba. Kila mtu ana fingerprint tofauti. Nenda ukaangalie. Ndiyo maana serikali inaamini fingerprint kuliko hata signature, kwa sababu hakuna mtu ambaye ana fingerprint kama ya kwako duniani. Hii ikupe ishara ya kwamba hakuna mtu aliyezaliwa kama wewe.
Na kama hakuna mtu aliyezaliwa kama wewe, usije ukadhani ya kwamba kuna mtu anaweza kuchukua nafasi yako au wewe kuchukua nafasi ya mtu mwingine. Kila mtu kwa nafasi yake. Muunge mkono kwa cheo alichopewa, madaraka aliyopewa, muunge mkono kwa wakati huo. Ikiwa yeye atamaliza mchoro wake ambao Mungu amemkusudia, akiondoka, ikiwa unaitwa kuendeleza mchoro, utapanda pale na kuendeleza ule mchoro. Jifunze katika maisha mambo yafuatayo. Sio kila mtu anayekuita mahali pazuri ana nia njema. Kaini alimwambia Abeli twende uwandani. Ilikuwa ni maeneo ya kupumzika, ilikuwa ni maeneo ya kuenjoy, lakini kumbe tageti yake ilikuwa ni kumuua. Pata funzo la maisha. Amekufa Abeli, imeisha. Wewe jifunze leo. Na mimi nataka ubebe yafuatayo ya kusaidia kwenye maisha yako. Mtu yote aliyekuumiza kwenye maisha yako, msamehe kutoka moyoni. Msamehe. Lakini usimfungulie chumba kile ambacho uliwahi kumfungulia mwanzoni. Namaanisha chumba cha akili yako, chumba cha maisha yako. Hiyo haina maana ya kwamba hujamsamehe. Msamehe kabisa kabisa kabisa. Msamehe, lakini hakikisha unatunza mipaka ya usalama wako. Mbwa aliyekung'ata kwa mara ya kwanza ni kosa lake. Lakini mbwa yule yule akikung'ata mara ya pili ni kosa lako wewe. Usije ukachanganya mafaili hapa. Hii zingatie kwenye maisha yako. Na ukishajua hii, utajua kuishi na watu kwa usahihi. Sija kuambia kwamba huyu mtu mpushi mpeleke mbali. Hapana. Mfanye kuwa umemsamehe kabisa. Lakini jua chumba cha kumweka. Sio kila mtu anaingia chumbani kwako. Kuna ambao wanaishia sebuleni. Sio kila mtu anaingia jikoni kwako. Kuna watu wanaishia dining room. Kuwa na akili. Kwa upande mwingine, sadaka ya Kaini, ingawa ilionekana kama tendo la ibada, ilikosa imani, utiifu na ufahamu wa mpango wa ukombozi wa Mungu. Jaribio lake la kubadilisha amri ya Mungu kwa mawazo yake binafsi ilisababisha kukataliwa na maangamizi ya kiroho. Ndio maana hata leo kuna watu ambao wanakuambia Mungu ni huyo huyo tu, hata nikimwabudu hivi ni sawa, hata nikimwabudu vile ni sawa. Swali ni hili, hii ibada unayofanya ameelekeza yeye au umejipangia wewe? Hapo ndipo tunapochemka. Hoja sio wingi wa watu ambao wanaamini kama wewe. Hoja ni kwamba neno la Mungu lilisema nini. Kama Abeli, tunapaswa kumwendea Mungu kwa unyenyekevu, imani na kutambua hitaji letu kwa upatanisho wa Kristo. Ni kwa njia pekee ya ibada yetu itakubaliwa machoni pa Mungu. Nafasi ya imani katika matoleo. Kutoa sio tu kuhusu pesa au mali, ni kuhusu moyo. Watu wengi hutoa kwa mazoea, kwa kuepuka aibu. Wenzangu wametoa na mimi nitoe, au kwa shinikizo. Mchungaji ameongea mpaka amelia, ngoja nitoe sadaka. Lakini Biblia inafundisha kuwa kutoa kwa imani huleta baraka. Toa kwa imani, kwa kumappreciate Mungu, sio kumappreciate Pastor Mbaga. Kutoa ni kitendo cha ibada. Abeli alitoa kwa imani na shukrani. Kaini alitoa kwa kulazimika. Mungu anajali zaidi moyo unaotoa kuliko kile tunachotoa. Wakorinto wa pili 9:7. Kila mmoja anatoe kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa kulazimishwa, kwa kuwa Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Moyo wa ukunjufu, moyo wa furaha. Hicho ndicho Mungu ambacho anakipenda. Wakati naangalia kile kitabu cha Patriarchs and Prophets, ukurasa wa 153, paragrafu ya 3, anasema imani ya kweli inayomtegemea Kristo kikamilifu itaonyeshwa kwa utiifu wa mahitaji yote ya Mungu. Kwa lugha nyingine, ukiona tunasubiria kupigwa promotion kanisani ili tuweze kutoa kwa ajili ya kazi ya Mungu, ujue hatuna imani ya kumtegemea Kristo. Lakini imani ya kumtegemea Kristo ikiwa ndani yako, utajikuta automatic utaona kanisani pale kuna rangi imekuanguka. Unaenda kumuuliza mkuu wa majengo, mna mpango gani kwa ajili ya kupiga rangi hapa? Anapokuambia mpango wetu budget iko hivi, au hatuna budget, unamwambia nenda ukapange budget. Anakuja analeta budget na unaamua kuchangia moja kwa moja bila kushurutishwa, bila kuhamasishwa. Kwa dakika hizi chache zilizobaki, napenda kujibu swali ambalo watu wengi wamekuwa wakiniuliza. Sadaka ya malimbuko ni nini na tunawezaje kuitoa leo? Nisikilize vizuri. Amri
amri ya kutoa sadaka ya malimbuko ilikuwa kuwaje? Amri ya Mungu kuhusu sadaka ya mazao ya kwanza haikuwa kuhusu thamani ya vitu au zawadi hiyo, bali kuhusu mtazamo wa moyo wa mtoaji. Kwa kutoa ya kwanza na bora zaidi kutoka kwenye mavuno yao, watu wa Mungu walionyesha imani, utiifu na shukrani. Zingatia sana hili. Mithali 3 fungu la 9 mpaka la 10 anasema, mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako, ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Isome vizuri hii mithali uelewe ndani ya dakika hizi chache. Mungu akusaidie kuelewa. Mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko. Kumbe hoja hapa ni heshima. Kwa usipotenda haya umemvunjia Mungu heshima. Najua kuna wengi mlikuwa hamjui hili, ndipo mmeanza kulijua. Wengi mlikuwa hamjui, ndipo mmeanza kujua. Anza kufanyia kazi hapa ambapo umejua. Mheshimu Bwana kwa mali na kwa malimbuko. Kwa hiyo unapotoa sadaka ya malimbuko, vitu vya kwanza, malimbuko maana yake ni vitu vya kwanza, maana yake heshima. Unamheshimu Mungu na kumwambia ninakuheshimu kwa hiki ulichonifanyia. Sikiliza vizuri. Kwa wamiliki wa biashara, unawezaje kutoa sadaka ya malimbuko? Toa mapato ya kwanza ya siku ya kwanza ya biashara yako kwa siku ulipoanza kufungua kwa ajili ya kazi ya Mungu. Haraka sana. Wewe ni mfanya biashara, umefungua biashara yako Kariakoo, malimbuko yako unatoaje? Ile siku ambayo umefungua biashara yako, pap, ndipo umeitangaza. Unasema mapato yote yatakayoingia leo ya kwanza yote, sichukui hata senti, ni kwa ajili ya Bwana. Mungu atakuongoza upeleke kwenye nini, kwenye huduma gani. Na maanisha ile sadaka unaweza ukafanya kwa ya shukrani, peleka kanisani kulingana na dhehebu lako na mipango yao. Peleka kanisani. Kwa wafanyakazi, toa mshahara wako wa kwanza kama sadaka au sehemu ya mshahara huo. Sikiliza msukumo wa ndani. Kwa wakulima, toa sehemu ya kwanza ya mavuno yako kwa Bwana. Umelima ngano, zile za kwanza ambazo zinaanza kuiva, mahindi yale ya kwanza ambayo yanaanza kuiva, unasema haya mahindi ya mwanzo haya ambayo yanaanza kuiva, nitatoa yote au sehemu yake. Sikiliza msukumo wa ndani. Shida watu wanakariri. Roho Mtakatifu anasema na wewe pia, sio mchungaji tu. Usitafute kila saa upate jibu kwa pasta. Sikiliza Roho wa Mungu anakuambia nini. Kitabu cha Patriarchs and Prophets ukurasa 526 paragrafu ya kwanza. Sikiliza vizuri. Malimbuko ya nchi yalihesabiwa kuwa matoleo matakatifu kwa Mungu. Kwa njia hii watu walipaswa kutambua kuwa yote ni mali yake, na wao walikuwa tu wasimamizi wa baraka zake. Ninaendelea. Kwa kuendeleza desturi ya kutoa malimbuko, tunamweka Mungu kwanza katika masuala yetu ya kifedha, tukionyesha imani katika utoshelevu wake na uaminifu wake. Hivi karibuni ndipo mada ya malimbuko imeanza kusambaa mitandaoni. Sina maana haikuwepo, ilikuwepo tangu zamani, ila tumesahau mapito ya kale. Kila watu wanastahilia kwa madhehebu yao. Mimi nakumbuka wakati nakuwa kwenye kanisa la Sabato, tunaanza kuwa na akili timamu, tulikuwa na kitu ambacho tunakiita sadaka ya mavuno. Imeenda wapi? Watu walikuwa wanaleta mikungu ya ndizi, watu walikuwa wanaleta mahindi, watu walikuwa wanaleta kuku, watu walikuwa wanaleta ng'ombe kwa jinsi ya utashi wake juu ya hii sadaka. Viko wapi siku hizi? Mungu atusaidie sana. Siku zote roho ya Kaini ni roho ya wivu, na roho ya wivu ikiendekezwa ni mbaya sana. Wivu ni moja ya hisia mbaya zaidi na yenye madhara makubwa. Anguko la Kaini lilianza aliporuhusu wivu kupenya moyoni mwake. Badala ya kukabili kwa njia sahihi, badala ya kutubu, alihisi uchungu na chuki dhidi ya ndugu yake. Palipo na wivu na ubinafsi kuna machafuko, kila aina ya uovu. Yakobo 3:16.
Utashindaje roho ya wivu? Ridhika na kile ambacho Mungu amekupa. Wafilipi 4:11 hadi 12. Namba 2, sherekea na furahia mafanikio ya wengine badala ya kuwaonea wivu. Namba 3, omba moyo wa shukrani na unyenyekevu. Namba 4, ungama wivu kabla haujazidi kuota mizizi moyoni mwako. Kubali kabisa kwamba kale karoka wivu ninakaona, alafu mwambie Mungu akusaidie. Kitabu cha Patriarchs and Prophets ukurasa 74 paragrafu ya kwanza kuna maneno haya: wivu, husuda na chuki ni matunda ya maisha yasiyo na upatanisho na Mungu. Kadri Kaini alivyozidi kujitumbukiza katika chuki, ndivyo shetani alivyozidi kuchukua udhibiti wa akili yake. Mchungaji, unamaanisha nini? Tunapoelekea mwishoni na unapoenda kutuma maombi yako leo, katika vitu ambavyo tutaomba ni Mungu atuondolee roho ya wivu. Dalili zake ni nyingi sana, nikutajie chache tu. Moja, unajisikia vibaya ukiona wenzako wanafanya vizuri. Hiyo ni dalili ya wivu, ni lango la kipepo. Ukiona wenzako wanafanikiwa, unasikia maumivu. Ukisikia wenzako wamefanya vibaya, unafurahia. Unafurahia kumsema mtu vibaya na kuongea mabaya ya wengine. Na wakati mwingine ukikosa, inabidi utunge stori za mabaya ya watu, maana mdomo wako unafurahia kuongea mabaya yao. Ni lango la kipepo, ni shetani. Muombe Mungu, tubu, muombe Mungu aondoe hiyo hali. Sherekea mafanikio ya wengine, furahia. Roho wa Mungu akiingia ndani yako, yote haya yawezekana. Ni jambo gani ambalo leo unahitaji kumkabidhi Mungu? Kila mmoja ana jambo lake. Endelea kutuma kwenye namba hiyo. Endelea kucomment hapo kwenye YouTube. Tutaomba kwa ajili yako. Wewe unayeomba kwa ajili ya baraka ya kazi, Mungu akutendee. Wewe unayeomba kwa ajili ya ndugu yako ambaye anapitia changamoto, Mungu akutendee. Wewe ambaye unaomba kwa ajili ya changamoto za ndoa yako, Mungu akutendee. Kuna ambaye unaomba kwa ajili ya changamoto pale kazini kwako, unasumbuliwa na bosi, Mungu anakwenda kutendea. Kumbuka, nia yetu iwe safi. Kila mmoja amwambie Mungu, mulika ndani ya moyo wangu uone kama kuna njia iletayo majuto. Mungu, niingie kwenye toba. Na kuachia dakika chache, ongea na Mungu. Ongea na Mungu, ongea na Mungu. Ongea na Mungu ndani ya moyo wako. Ongea na Mungu, ongea na Mungu. Mwambie. Endelea kuongea na Mungu. Wewe ambaye unahitaji kuomba kwa ajili ya mtoto wako, taja jina lake. Unahitaji kuomba kwa ajili ya ndugu yako, taja jina lake ndani ya moyo. Taja. Leo tunaomba kwa ajili ya watu wanaopitia changamoto mbalimbali. Endelea kuomba ndani ya moyo wako. Ongea na Mungu sasa. Ongea na Mungu. Changamoto zote ambazo unazipitia, ongea na Mungu. Tunakwenda kuomba sasa. Baba yetu, Mungu mtakatifu, asante kwa ajili ya siku hii ya leo. Mtoto wako sasa anasikia sauti ya Roho Mtakatifu ikisema ndani yake. Roho ya wivu, roho ya kujionyesha, roho ambayo imejaa ndani yake mbaya, sasa inaondoka kwa vile Roho wa Mungu ameanza kumulika ndani yake. Ninaomba kwa ajili ya wote waliotuma maombi yao katika namba yetu hii. Ninaomba kwa ajili ya wote ambao wametuma maombi yao wakiwa na chati hapo kwenye YouTube channel yetu. Ninaomba kwa ajili ya wale ambao kila mmoja ametaja jina la ndugu yake, mtoto wake, rafiki yake wa karibu na changamoto anayoipitia. Ninaomba kwa ajili yao wote, ewe Mungu unayejua mioyo yao, ukawatendee sawasawa na wingi wa fadhili zako. Ninakutukuza kwa kuwa unakwenda kutenda maajabu. Naomba kwa ajili ya wagonjwa. Kuna mtu ananisikiliza sasa hivi uko kitandani, nguvu ya Mungu inakugusa sasa. Kuna mtu ananisikiliza huko popote pale, nguvu ya Mungu inakugusa sasa. Kuna mtu ananisikiliza sasa hivi umefungwa na nguvu za giza, pepo wachafu. Kwa jina la Yesu Kristo, ninawaamuru waondoke kwako na uwe huru kuanzia sasa, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Mpendwa mtazamaji, utaendelea kutuma shuhuda zako
lakini share link hii kwa watu wengi wezavyo waweze kupata habari.